Shalom shalom watu wa Mungu, PMZ Pentecoste mapito ya zamani, na leo tumepata nafasi ya kutembelea chuo fulani. Utaweza kukifahamu hapo baadaye na utajua lengo na dhumuni la sisi kufika hapa. Tunamshukuru Mungu sana 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 sana. Siku za nyuma tumeweza kutembelea shule kadhaa na vyuo kadhaa, lakini leo imempendeza Mungu kuwepo katika chuo hiki. Na hapa nyuma yangu unaona ninao wanafunzi ambao wanapata elimu ama wanachukua kozi katika chuo hiki husika. Basi kwa kila mmoja ataweza kusema mawili matatu ni kwa namna gani ambavyo anaendelea kwenye chuo hiki, na ataweza kututambulishia kwamba ni chuo kipi, kinapatikana wapi. Na nadhani tutakuwa na machache zaidi ya kuweza kuzungumza. Karibuni sana. Nitaanzia, sijui nianze na nani. Utajitambulisha kwa majina yako, unaitwa nani na hiki ni chuo gani na unachukua kozi gani? Karibu. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Masanja Thomas Mafeli, niko kwenye kozi ya umeme. Nipo napatikana shule moja inaitwa Nyakato Stamico Marcos School. Stamico St. Marcus, si ndivyo? St. Marcus unachukua kozi ya umeme. Na unaweza ukakizungumzia chichuo kwamba ni kwa namna gani ambavyo kimekusaidia kwa hatua hii? Ni kweli bado hujahitimu, lakini kwa namna ambavyo umeanza na sasa hivi maendeleo yako yakoje? Na mpaka muda huu mimi kwa binafsi kwanza nashukuru sana walimu, kwa sababu wanatufundisha vitu ambavyo vinaeleweka na wanatuongezea kupata knowledge. Na kingine tunamshukuru Mungu pia kwa zawadi mbalimbali ambayo ametuwezesha kuendelea kuishi hapa shuleni tukiwa pamoja na walimu na ushirikiano wa wanafunzi wote kwa ujumla. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Okay, nje na elimu ambayo unaipata St. Marcus, leo kama kanisa PMZ Pentecoste mapito ya zamani, tukiongozana na mchungaji wetu Mchungaji Isaac Shtindi, tumeweza kupata nafasi ya kufanya ibada pamoja, si ndivyo? Unaweza ukaongea ni nini ambacho umejifunza kupitia somo la leo? Somo la leo kuna mambo mengi nimejifunza pale, hasa kwenye upande wa vijana pale tunapoambiwa kwamba tubadilike na tuifanye njia iwe nzuri kwetu. Ni kumshukuru Mungu kwa sababu maandiko matakatifu menyewe yanatualika siku zote tuweze kuokoka na kumrudia Mungu siku zote. Tuje kwa dada yetu hapo, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Joyce Suspita. Ni mwanachuo katika chuo cha St. Marcus Open School, nachukua kozi ya hotel management. Okay, unachukua kozi ya hotel management. Umejifunza nini kwa somo lililoendelea leo kwenye ibada ya leo? Somo tulilojifunza leo, tumefundishwa jinsi ya kusahihisha njia zetu kama vijana. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi kupitia mtumishi wa Mungu. Ni namna gani kijana anaweza kubadilika na kumfuata Mwenyezi Mungu, maana Mungu anahitaji vijana. Amen. Lakini pia dada nani kweli? Joyce. Dada Joyce, umeokoka? Ndio. Unampenda Yesu? Ndio. Ubarikiwe sana. Tuje kwa kaka hapo, tajitambulisha nayo majina yako, unachukua kozi gani kwenye chuo hiki cha St. Marcus? Karibu. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Adam Samuel John, ni mwanachuo hiki katika chuo cha St. Marcus Open Driving School. Kozi yangu ni umeme wa magari. Okay, umeme wa magari. Barikiwa sana. Na wewe unaweza kuzungumzia kwa ufupi kulingana na somo la leo ambalo limeweza kuendelea, nini ambacho umejifunza na una mtazamo gani kutokea hivi sasa kulingana na somo ambalo limeweza kuzungumzwa na mtu wa Mungu? Kitu ambacho nimeweza kujifunza ni kuweza kubadilisha maisha yetu sisi kama vijana, tuweze kubadilika, tuwe na matazamio na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, tuwe na mambo ya ovyo ya kufanya. Amen. Tuje kwa dada hapa, mwanafunzi wetu. Hawa ni wanafunzi baadhi ambao wametuwakilisha katika wengi ambao wanachukua kozi kwenye chuo hiki cha St. Marcus Open School, lakini atakapomaliza mtu mmoja ambaye anaweza akatoa direction moja kwa moja, ajiandae ya kwamba chuo hiki kinapatikana wapi, lakini pia kuwakaribisha na watu ambao wanaweza kuwa wanahitaji kozi mbalimbali, kwa sababu ni chuo ambacho kinatoa fani na kozi mbalimbali. Karibu dada, utajitambulisha? Kwa majina naitwa Matilda Paulo, nachukua kozi ya urembo na ususi. Urembo na ususi. Matilda Paulo, ulikuwa kwenye ibada leo? Nilikuwepo. Unaweza ukasema kwa ufupi nini ambacho umejifunza? Nimejifunza kuacha njia mbaya na kumrudia Mungu.
kumrudia Mungu. Amen, amen, ubarikiwe sana. Sijajua nani ambaye atatuwakilisha kutoa full direction ya chuo chetu kwamba kinapatikana wapi, kinatoa kozi gani. Yaani kuwakaribisha ili ambaye anatusikiliza na kututazama atakapohitaji labda kujifunza udereva, umeme, ususi, basi asihangaike, ajue St. Marcus ipo kwa ajili yake. Au tuende kwa dada nani hapa alisema? Dada Grace, si ndivyo? Joyce. Basi dada Joyce wote tuwakilisha sasa ili kutoa full direction ya chuo chetu kinaitwaje, wapi kinapopatikana na kozi zinazopatikana, lakini pia kuwakaribisha watu wote. Karibu. Asante. Kwanza jina la chuo chetu kinaitwa Chuo cha St. Marcus Open School. Chuo chetu kinapatikana Nyakato, Kahama, Shinyanga. Chuo chetu kina kozi mbalimbali, kina umeme wa magari, kina ufundi magari, umeme wa majumbani, hotel management, urembo na ususi, cherehani, ufundi mabomba, ufundi ujenzi na kadhalika. Tunawakaribisha watu wote wanaotusikiliza na kututazama. Kuna mandhari mazuri ya kuvutia kwa ajili ya masomo. Hivyo basi mzazi au mtu yote anayehitaji kujiendeleza kifani, haijalishi ni kijana, mzee, walika zote tunawakaribisha. Amen, amen, barikiwa sana. Kwa niaba ya kanisa kwa ujumla, PMZ Pentecoste Mapito ya Zamani, leo tulipata nafasi ya kuitembelea chuo hiki cha St. Marcus Open School ambacho kinajihusisha na fani mbalimbali kama ulivyoweza kusikia kwa dada yetu hapo Joyce, na kinapatikana Nyakato, si ndivyo? Kwa hiyo karibuni sana 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 sana, lakini kipekee kama kanisa tunamshukuru Mungu sana sana kwa namna ambavyo injili kwa wanafunzi hususan wa chuo na wanafunzi wa sekondari, namna ambavyo inawafikia, na lengo letu kama kanisa ni kuhakikisha injili inafika kwa vijana wote, kwa sababu Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa kuwa mnazo nguvu za kumshinda shetani. Kwa hiyo kwa maono ya baba yetu mchungaji Isaac Shitindi ni kuhakikisha ya kwamba vijana wanafikiwa na neno la Mungu kwenye elimu zao, katika elimu zao, ili wanapoendelea kusoma basi waendelee na elimu huku wamemshika Mungu. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji na mtazamaji unanisikiliza. Tukutane tena wakati mwingine. Amen.